Wakaambiwa wasiadhuru majani ya nchi wala kitu chochote kilicho kibichi wala mti wowote, ila wale watu wasio na muhuri ya Mungu katika vipaji vya nyuso zao. 5. Wakapewa amri kwamba wasiwaue, bali wateswe miezi 5, na maumivu yao yalikuwa kama kuumwa na nge au mapo mwanadamu. 6. Na siku zile wanadamu watatafuta mauti, wala hawataiona kama, nao watatamani kufa, nayo mauti itawakimbia. 7. Na maumbo ya hao nzige yalikuwa kama farasi waliowekwa tayari kwa vita, na juu ya vichwa vyao kama taji mfano wa dhahabu, na nyuso zao zilikuwa kama nyuso za wanadamu. 8. Nao walikuwa na nywele kama nywele za wanawake, na meno yao yalikuwa kama meno ya simba. 9. Nao walikuwa na ndui kifuani kama ndui za chuma ya simba. Read it 11. Tunasoma mstari ya 11. Tunasoma mstari wa 14. Ikamwambia yule malaika wa 6 aliyekuwa mbele za Mungu, aliyekuwa na baragumu, wafungue. Nao malaika 4 waliofungwa kwenye mto mkubwa Furati. 15. Wale malaika 4 wakafunguliwa, waliokuwa wamewekwa tayari kwa ile saa na siku na mwezi na mwaka, ili kwamba waue theluthi ya wanadamu. 16. Na hesabu ya majeshi ya wapanda farasi ilikuwa 20,000 mara 10,000. Nilisikia hesabu yao. 17. Hiyo ndivyo nilivyowaona hao farasi katika maono yangu, nao waliokaa juu yao wana dirii kifuani kama za moto na za samawi na za kiberiti, na vichwa vya farasi hao ni kama vichwa vya simba, na katika vinywa vyao hutoka moto na moshi na kiberiti. 18. Theluthi ya wanadamu wakauawa kwa mapigo 3 hayo, na moto huo na moshi huo na kiberiti hicho yaliyotoka katika vinywa vyao. 19. Kwa maana nguvu za hao farasi ni katika vinywa vyao na katika mikia yao, maana mikia yao ni mfano wa nyoka, ina vichwa, nao wanadhuru kwa hivyo. 20. Na wanadamu waliosalia wasiouawa kwa mapigo hayo wakazitumbia zile kazi za mikono yao, hata wasiwasujudie mashetani na sanamu za dhahabu na za fedha na za shaba na za mawe na za miti zilizokuona wala kusikia wala kunenda. 21. Wala hawakutumbia uuaji wao wala uchawi wao wala uasherati wao wala wizi wao. Amen. Praise the Lord. Tunaona jinsi Mungu wa moto ushuka, ujue kuna malaika wa viberiti, ujue kuna malaika wa upanga. Let me tell you secret. Bring people to the church. Holy Ghost command the angel to bring people. Who make people to hear the word of God. Holy Ghost command angel. Hata hapa kuna malaika anayewafanya msikie neno hili. Angel always work with the prophets. Malaika kila wakati fanya kazi na manabii. That is the angel. When you start praying, the angel come down. God send angel to bless you. Send angel of war. Malaika wa vita. Biblia inasema naye, wakati Samuel anasema, Biblia inasema naye Mungu Daudi atatuma malaika wabaya
sent by evil. My friend, usicheze na mwombezi. Mwambie usicheze na watoto wa manabii. Watakulani. Usicheze na mnabii. Na pia aliye katika ofisi kuu ya Mungu usicheze naye. Labda kwa ofisi mdogo tu ya kuota ndoto, lakini usicheze na manabii. Mungu wa manabii ni mbaya sana kwa mbele zako. Haleluya! Biblia inasema, Daudi akasema, Bwana ninatuma malaika wabaya wa kuangamiza. Holy Ghost commanded by the angel, go and fight my enemies. Yapo maeneo adui. Unamwambia Roho Mtakatifu, mwambie na kumsikia. Kama vile Daudi alisema, alimwambia na kumsikia kwa nguvu za Baba na kumsikia kwa nguvu za Bwana. Sikujii mimi Goliati, naja kwa jina la Bwana. Jina la Bwana litatangulia, litabeba kichwa yako. Takuwa hapa kwa mikono yangu. Talikuwa na ujasiri, aliamini Mungu atatangulia. Biblia inasema, Daudi akasema, ninatuma malaika wabaya. Roho Mtakatifu commanded by the angel to go and enter. Nani alikuwa anapiga Farao mapigo 12? Nani alipiga Farao mapigo 12? Biblia inasema Mungu akaambia Israeli, tukweli kila mtu mwana kondoo, hawi mwana kondoo mshe, hawi mkandao kwa damu yake, mweke katika mlango. Ilikuwa inathibitisha Christ. Mkiweka mlango, malaika wakipita na kuangamiza Sodomu, kuwapiga mapigo ya zige, mapigo ya chura, mapigo yalikuwa 12. Biblia inasema Mungu akapiga Farao mapigo 12. Na mwisho ilimuumba, hadi watu wakianza kuumwa, kuna mapigo lazima wapigwe, akawauma. Biblia inasema wakati walipigwa mapigo, pigo la zige, pigo la chura, pigo la maji ya damu, pigo la kutumba wanyama kuingia zige, wakala kila kitu, wakamaliza kabaki. Biblia inasema Mungu akakausha maji, pigo hilo katuma mapigo, akaendelea mapigo 12. Farao alikuwa na moyo mgumu, Farao alikuwa mkaidi, akasema nitawaachilia. Musa akienda anasema tunawaachilia, wacha waende zao. Akirudi tena amegeuka. Biblia inasema alikuwa kigeugeu. Katika kitabu cha Kutoka 9, Biblia inasema Mungu akawapiga mapigo, akapiga mapigo ya kwanza, akaseparate Israeli na wao. God can separate you. Biblia inasema aliwapendelea Israeli, akawapa maji masafi. Hadi mnaishi mtaa mmoja, wewe unapewa maji masafi, wewe unapewa vitu vizuri, wengine wametawanywa, maji imekuwa damu. Ilikuwa mapigo, nasema mapigo, mapigo 12. Hakuna anaweza sustain when you pray according to the Bible. Biblia inasema kanyesha mvua ya mawe, ikaua mimea. Mapigo ilikuwa mapigo Bwana, mapigo 12. Akaendelea kupigwa. Leo anasema nitawaachilia, kesho anazidisha kazi ya utumwa, kesho anawafanyisha kazi zaidi, hata Israeli wanavunjika moyo. Biblia inasema Musa akaenda akawa nanuka kwa Israeli. Israeli wanamwambia, mbona kuja tunateswa zaidi, mbona kuja ndio tunapewa kazi ngumu, tafadhali usije. Wakaanza kumkataa, wakaanza kumtenga. Mungu akamwambia akamwambia Musa, enda. Maana Musa alikuwa mtu wa hasira, Musa alikuwa hasira kwa zika haraka. Ndio maana akaambia wana wa Israeli, si mnataka maji, watamwamba basi kuondoe maji. Alikuwa mtu wa hasira, is very sensitive man. Ni mtu wa hasira kwa zika haraka, ndani yake anakuazika haraka, anaichapuka hasira kuchipuka, ambaye Biblia inasema inawaka kama moto, hasira ambayo waka kama wazimu. Biblia inasema akaambiwa na Mungu rudi huko. Akasema Bwana, watu wanasema nanuka, wanaenda wanachukiwa. Akasema enda uinue fimbo, enda uinue fimbo, zige zinajaa. Mungu akaweka mpaka giza usiku na mchana ili aachilie. Akasema nitaachilia. Anamwita Farao, anamwambia Farao, anamwambia nitaachilia. Yesu Mungu anafanya moyo wake mgumu asiachilie, ndo aonyeshe uweza wake. Akawakomboa Israeli kwa mkono wake. Pigo la mwisho lilikuwa pigo la kuua. Akaua firstborn, because that day, because wana wa Israeli walitamka kupitia damu ya mwana kondoo, walichinja kila mtu wa damu ya mwana kondoo, wakaweka
malaika akasema, wacha mtoe sadaka ya kuteketeza. Ile kondoo ilikuwa sadaka ya kuteketeza, na kila mtu ashirikiana ndugu yake, akaiweka kwa milango, akaiweka damu kwa kombeo la mlango. Malaika akipita usiku, akipata nyumba ina damu anaingiana kabisa, akipata nyumba ina damu ambayo yabisha. The blood of Jesus will deliver Israel to his hand. Amesema niliwaokoa wana wa Israeli kupitia mkono wangu mwenyewe na kaonyesha uweza wangu. Mungu alionyesha uweza. Nasema Mungu anaweza onyesha uweza juu ya maadui wasioipenda kanisa hii. Kokote wako ataonyesha uweza, ataonyesha uweza. Piga mapigo 12 wakapigwa mapigo 12. Biblia sema ya mwisho, kila nyumba isiyokuwa na damu, ile damu ilionyesha mwana kondoo, ilionyesha damu ya Kristo ambayo imemwagwa kwa ajili yao. Bahari ya Shamu ilionyesha salvation walipopita katika ile bahari. Biblia sema akapigwa pigo la mwisho. Nasema pigo la mwisho likamuuma Bwana, likamuuma kaachilia, akapeana pamoja na mali. Akasema akapigwa pigo la mwisho, akaua firstborn, akaua nyama firstborn, akaua watoto firstborn, akaua meno aliyokuja wa kwanza, akaua mmea yote, chochote kilikuwa cha kwanza kwake. Mungu alijitolea kwa mikono yake, akasema hii ni yangu. Farao akaumwa kwa kufukuza, ambia tokeni. Anybody arrest your soul must release your soul. Watu ambao wote mmefungwa na cheni kwa miguu na mikono, what is that mean? Unasikia harufu ya udi, inaonyesha nafsi yako ishakamatwa. Kifungo cha nafsi inaweza kuwa ni mizimu ya ukoo, inaweza kuwa ni mizimu ya wachawi, wamesha arrest your soul. They must release it. I say everyone rest your soul. Ukiota umefungiwa kwa nyumba, ukiota umeshikwa umefungiwa kwa nyumba, unajaribu kutoka utoke. Someone arrest your soul. He arrest your soul. He arrest your soul. I say the Bible say, pigo la mwisho alimpiga Farao, aliua firstborn, akasikia uchungu, na asema kaambia, tokeni au kutoka na mali na utajiri. Wakaenda, nasema kila siku walikuwa nasema tuache tukamtolee Mungu wetu sadaka. Ile kilimvutia Mungu. And I pray, you must attract God. And I pray, I want you to attract God. There is a people can attract God. Mwambie Mungu, kunibariki mimi, nitakutumikia miaka yangu yote, mimi nitakuabudu miaka yangu yote. Hiyo pia ni neno la kumvutia Bwana, kama Ana alivyosema, Bwana ukinibariki mtoto. Aliomba kaomba na kutoa masadaka, hakuna miujiza kwa madhabahu, hakupata muujiza. Na pia alikuwa Eli katika Samueli, akaomba. Siku moja akasema, lazima nibadilishe maombi, I must change the line of prayer. Akamwambia Mungu, ukinibariki mtoto, tamleta tumike kwa madhabahu, tamleta kisha kunyonya maadui zangu wafungwa kinywa, nifanye karamu na nikutukuze Mungu wangu. Hiyo ndio ilikuwa agano. Akanena siku hiyo, mbingu ikasikia, because Lord loved the givers. God loved the givers. Alivyosema atapeana mtoto afanye kazi katika madhabahu, amtumikie Mungu. Siku moja Samueli akaitwa na mtu asiyemjua, akasema nimeitwa. Kaenda kwa Eli, akasema kuna mtu ananiita. Akikuita tena sema, Bwana niko hapa, Bwana nitumie, Bwana niko hapa. Samueli aliyetumiwa kimiujiza is a good name. I want to say this. Farao akaachilia pia yeye, akaachilia wana wa Israeli. When you read what is attracting God, your prayer must have started. Your prayer must have agenda of prayer. When you pray, don't pray noise, don't pray the noise prayer, confusion prayer. Pana omba maombi ya mwelekeo, omba maombi ya stand in the mighty name of Jesus. The Bible says, akasema wana wa Israeli asema, Bwana wapie Farao, amrisha Farao tuachilie tukamtolee Mungu wetu sadaka, tuachilie twende jangwani tumtolee Mungu wetu sadaka. Walipokea wokovu wakati wa Passover, the day of Passover. God delivered the
We are this Passover. Jesus is a Passover. Jesus is a Passover. That is why walitoa damu wakachinja mwana kondoo wakamweka madhabahuni pa milango kuonyesha Passover day is the blood of Jesus being shed as to get the salvation. Hallelujah. Biblia inasema kwamba wakati huo wa Passover, Passover is Jesus. What is Passover? Pasaka ni nini? Nasema ni Yesu. Nasema ni Yesu. Nasema ni Yesu. Any place you read blood mean Jesus. Mwana kondoo mean Jesus. Mpatanishi. Heri mwenye moyo safi watamwona Mungu. Kubali kushiriki mateso ya Kristo. Kubali tena kwa furaha mtukuze Mungu. Sababu nateswa kwa ajili ya Kristo. Mwambie wewe umefurahia. Lakini Mungu atapiga mapigo 12. Nasema akampiga mapigo 12. Mungu akampiga mapigo 12. Sasa wale mwambie Mungu akampiga mapigo 12. Piga piga piga. Piga piga piga. Mapigo 12. Msiba lazima utoke. Piga piga piga. Inua mikono yako sema Bwana piga. Piga mapigo. Nimejua na shiriki mateso ya Kristo. Mwambie sio Kristo. Mwambie sio na shiriki mateso ya Kristo. Asante, maana nimejua na shiriki mateso ya Kristo, nafaa kukutukuza na kufurahia. Mwambie Yesu asante, kumbe na shiriki mateso ya Kristo na kutukuza na kufurahia na kulisifu jina lako. Nisimamishe kwa wokovu, nisimamishe. Omba omba omba. Inua mikono yako yote. Pray about the word. Inua juu mikono yako. Hasa wanaume wanafaa kuinua mikono yao bila hasira. Paza sauti. The time is rich. I see more blessed. Mwambie Mungu kumbe ni msiba. Mwambie Yesu kumbe ni msiba. Mwambie. Mwambie Yesu kumbe ni msiba. Funga macho yako kabisa. I don't want you to open your eyes. I want your spirit to receive something. I want your spirit to receive something. Kama unafaa gogo kisha umetoa. Ile tigani hapi. Makabakabali. Mari dada basa. Rasha kabali Yesu basa. Raja karabasi basa. Pray kuhusu neno. Omba kupitia neno hili. Omba kupitia neno hili. Mwambie Yesu Isaya 160. Yesu Isaya 160. Kumbe mimi ni mshirika wa Kristo. Kumbe mimi ni mshirika wako. Kumbe mimi ni mshirika wako. Kumbe mimi ni mshirika wako. Nafaa kushiriki mateso na wewe. Nafaa kushiriki mateso na wewe. Kumbe huu ni msiba Mungu. Kumbe huu ni msiba Yesu. Kumbe ni msiba umepata kanisa. Kumbe huu ni msiba umepata kanisa. Oh rasa karabalia. Fungua kinywa, Mungu atakuelewa. Fungua kinywa chako, tamka. 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 Mgeni tafadhali pia wewe omba. Mgeni ulio kati yetu, wageni fungeni macho, muombe Mungu aliye hai. Huyu ni Mungu. Ukija hapo na mvua utukufu wako, heshima yako, ukuu wako na mvua. Worship God. Omba. Omba. Inua mikono yako. Ombea neno. Ombea neno. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Umejua kumbe ni msiba.